Wewe ni nani? Umevuka mpaka tuache masomo sio? Bokauli ya familia haiwezi enda umbalimbali na sheria ya inchi. Watoto njo banakuwa bariti bakwanja ba mali. Nikusaidie kunini? Vous pensez que vous avez si une ONG? Papa mlo. We, kitu gani? I say, nenda nje. Mimi sikatalie mwako. Lakini ujue yote yenye mtu anafaka hapa kudunia inalipiwa tu hapa. Wewe biko na kukimbiza, wewe kimbia kule, unakimbia kule ndani ya shimo, unafuata nini? Mfichauchi hazai kabisa, nimeamini. Ukikosa makuta, ukose na wazazi, atakudharau katika hii dunia. Hautakuwa na valeur. Atakukonsidere tu sa mtu, sa kitu mwa hivi enye ina maana. Kama uko na kidogo, usitike mtu akunyanganye. Kikumbatie vizuri sana. Ukikikosa, watakudharau. Leo hii niko peke yangu, sina mbele wala nyuma, sina baba wala mama. Jambo. Karibu gra. Ndio. Asante, karibu. Habari kushinda? Salama. Ndio. Unapumzika? Unapumzika hapa kabisa. Ndio. Lakini napenda kusoma vitabu sana. Maana dunia nayo haina distraction tu, njoo hili. Mahali unatoka? Huko ni mzuri kabisa. Nimefurahi kwanza kukukuta. Karibu kwanza kaka. Yaani nimefika. Kuko mpango yenye niko nafanya. Ninapenda niandike mali yangu kwa jina watoto wangu. Ambo? Ndio. C'est bon. Unajua natembeaka, sijui kama ninapashwa rudi. Saa moja naweza nikakuwa tu saa mamavo na mie huko. Sasa mali nabakia iko Mwanga. Bon, kuandika mali kwa jina ya watoto si vibaya, lakini naona kwamba wako na problem. Kwanza wao hawapendani. Si unajua hili? Hawapendani. Na kutokupendana, mali utakapoachia mali, utakuwa unamwachia kisu. Yaani nilipenda hivi, Juma alikuwa ndiko na mshimamizi. Unajua wewe utakuwa mshuhuda tu. Sasa kama mimi baba mshahidi, nitamuongoza mtoto namna gani, ama mtoto ndio ataniongoza? Hapana, unampatia hata president wa nje anakuwa na wale ambao wanamshauria na njoo mkubwa wa nje. Tini bonne idée. Ndio. Alors bon. Gisu mepanga iko vile. Nimeamua na mimi kubakia mshahidi. Ndio. Nitakuwa nikishuhudia tu, nikiona kama wanatembea namna gani, nikiwaonya pia. Ile ni mzuri kabisa. Ndio kaka. Ndio. Ndani ninapumzika kwanza. Kazi ya mtambo. Okay. Hapana.
sielewi kabisa. Sielewi tena sielewi. Mimi hapa niliua bibi yake propre kaka. Nikiwaza akose mimi tutakuwa héritier ya vitu ya kaka tu juste akishaenda. Alors pourquoi ananitoka haniweke tumaini kufiasa vraiment haibane tena. Hapana. Siwezi tika mali yote hii yaandikwe kwa jina ya watoto. Hapana. Kaka mefaa donge pepote. Ninajikaza nifanye kitendo kimoja tu. Naomba niwaze sana kuhusu mali yote hii, kama nitaimiliki namna gani. Nelson. Mama. Vipi? Combien de fois ndakwambia jina ngwa iko Nelson menjo Nelson. Rudilia. Nelson bon. Voilà. Hii vile haiko necessaire hata kama onjo ni Nelson. Sasa masiku ni haya. Nibie kwanza. Unakosekana na mtere. Kosekana hai nishapata grand chérie mwashani ukipanda ile wakati yote. Grand chérie? Ndio. Mimi ndio hizi masiku make shani ukipesa pata tena wakati. Mimi naona hizi siku. Courage kwanza. Nitakupongeza courage na wale wa chérie. Mimi niko na raisonner, niko hapa tu ni raisonner kwa maisha. Nimekia hapa juu kitu moja. Nanya niambia tutafute kazi. Juu ile chérie nilichona shani wakati mrefu sana ndio tunakutanisha tunaishi tu hivi. Mimi niko hapa kwanza juu ni raisonner kwa maisha, na kama umeanza waza kuile ya kazi pale sasa umekuwa mwanaume. Paske na mimi nimekuwa nawaza tu kwa maisha vile ya makazi. Makazi ni za mingi. Sasa vile kazi gani yote tunaweza fanya yenyewe na wazee? Makazi zinalala muibu temu. Si ba motari biko na pita huko. Ba motari, maana nasema sisi tuko ba motari. Ndio. Hata taxi, utakuwa taximeni haina una moto. Unaweza utapata moto na mwana gani? Ni kutafutisha tu. Kutafutisha. Hapana. Inaomba turudilia kazi yetu ya zamani, ile ya kiseremani. Kazi ya zamani? Ile yetu ya zamani, ile anachoka kazi yenye tunazoea, donc ile yetu tunaweza ndamo. Bila kutafuta kazi yenye utafahamu mode jour unakimbia yenye uzoee. Ni kweli, tunapaswa irudilia. Mais reputation yako ni ya mbaya kuhusu tu wale wa muziki. Tena sasa tutaenda kuatelia watu unanja wafikisha pale. Ndio unapaswa acha hatuwezi kazi. Hapana, mtu anabadilika. Sawa kama ushanja raisonner kucha maisha, tunapaswa tafutisha. Mimi yenye niliona turudie kwa atelier le plus vite possible jour. Twende tumika hata unapaka kitu pia kisha kwa draw. Twende tumika maisha hii ya kesho ni yetu. Hakuna mtu atatusaidia. Sisi peke. Umeona huko una idea mzuri. Tunapaswa paenda sahi ama siku. Mata takia shujua tusibriskie mara mawe tu hivi. Tunaweza paenda kesho. Tunapaswa paenda kesho basi. Jambo kaka. Si jambo. Unajilaza? Ndio niko napumzika kwanza. Ni vizuri kabisa kupatia tu mwili starehe, relax tu. Ndio. Asante. Lakini grand depuis jana ile de bon nilijikuta ke je suis trop épuisé. Kuhusu ile de benye tulikuwa nao jana. Niliona ke haina mwelekeo na haina avenir siku moja hivi. Eski haone gisi batoto yako bangali bachanga na kukua bachanga vile vitu kivividulia katikati yao, haone gisi unataka baua, umeweka kisu katikati ya wale watoto. Na hivi ninachokuomba hizi saa unipatie tu, mais siku obligé, ninakuomba tu unipatie mwaka moja ama 2 ans nikuwe kwanza responsable wa mali yako. Na kuwa responsable wa mali yako nitagérer tout. Donc dans la bonne forme, ni vigérer mzuri sana. Après 2 ans, je tupatie ba petit nini mali. Na sasa tupatie ba petit mali. Hapo sio wanakuwa wanakuwa wariti. Na mimi nakuwa na supervisor sasa. Donc tunashanche terme. Ile ni
ushasema na retard. Ili ya kusema responsibility kweli unapaswa kuwa gera. Juu leo noteri ameniambia gizi makaratasi zimekuwa tayari. Na ninajua gizi watoto wangu wanasoma. Wewe unapaswa kuwa gera wa mali, lakini mali inaandikwa tu kujina watoto. Bon, kama unapatia tu watoto wako responsabilité, mais les conséquences zitatokana kwa wale wapiti. Bon, alors parce que vous avez déjà décidé, permettez que ça soit ici. Acha kwanza niende lisha vitabu amana kikisoma. Okay, makini kumsoma. Okay, sawa. Niko sahihi mpango wangu. Sawa. Okay, sawa. Bon. Sawa tu. Ndio. Eske utafika kwa dada? Siendi. Okay, sawa. Anasema yeye ndio mwenye mfanye mrithi. Hapana. Watoto ndio wanapaswa rithi tu mali yangu. Siwezi badilisha. Mimi nafuata sheria ya nchi. Ile natosha. We, Deja. ushachelewa na we. Nimekuwa nasikia muziki, unajua mimi napenda sana kusikia muziki sana. Kaka kuna demba alikuwa mkitambo. Mimi sitaki watoto wavivu. Wewe utatuombea, ndio papa. Kaka ni kwa vipi leo? Leo ni mchelewa kanisa sikusoma. Unaona papa. We, Dorcas tombe waiku. Tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha tena kwa nyakati kama na hii. Ni kwa neema yako na mapenzi yako. Tazama chakula na kwa mbele yetu. Ulibariki na ulitakase kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen. Unastahili kukua kabisa mama mchungaji. Bon appétit. Merci. Papa mloko yuko wapi? Nilimtuma. Iko deja kazini. Donge shanda kazi. Ndio ashaenda kazi. Alitangulia. Ndio. Nimesahau. Nini? Tena dada, mie wadi dada nazo kusahau mafika vitu. Sije kama tena alisahau nini. Yeye anajua. Mafika nini? Maji kumbe. Alisahau maji. Dada yenu anajua piga. Sana. Ndio inakana pina chakula hiki. Na ushajifunza. Ule nishampekea hakuna jifunza kugia mafiga sikiani. Bongo kaka alinikimbia kwa mafika. Tafanya stage. Samani watoto wangu. Na tuko nakula lakini. Yaani najua gizi niko PDG na kazi ilikuwa ilishanisonga sana. Papa mloko wenu nishamfanya jera. Yatakuwa na jere mali yangu na mimi na niko na muongoza. John nilipenda niwaambie ile programu. Ndio. Donc yamenyesha kuwa gera wa ile kampuni ni papa mloko. Ndio. C'est beau vraiment. Na ile yote ni juu na nyie ungali nasoma waradako wangali na zingine majukumu. Lakini naomba muendelee kumfuatilia. Msisahau gizi ile mali ni yenu. Ndio papa, tunajua ile tunajua kabisa. Ndio. Ni juu ungali masomo na dadako na viko mzingine majukumu ndio maana. Ninaomba na nyinyi mnajifunza kujerezi ile franka. Na ile mali isiende mbaya na nyinyi na mko pale. Ndio. Sawa. Lakini papa wakati nitumaka kule ye sekretari yule kama njoo Jacques. Ndio. Mama enomba na mshauria. Comportement kiembela wa wafanyakazi wengine haikunifurahisha mimi. Iko na batesa. Donge anakamata saa bana valeur kwake. Nifika pale kwa tumboka donc c'est pas bon. Nomba maisha mtu anakuwa donc anajambatanisha na wengine wote anakuwa bie parce qu'on ne sait jamais. Sawa. Pale nitachunguza nione ile tabia yake na nitamshauria. Unajua wafanyakazi yangu wote ninawaheshimia. Mali yangu ikikuwa imeendelea
Ni juu wanatumikaka nao. Ndio. Ndio. Papa mimi nimeshiba wa. Mimi nilisha kufuata muziki. Amos. Doris, Shekina, mnajua kwa nini tumekusanyika hapa? Hapana, mimi sijui, hatujui. Baada ya baba kufariki, nimejikuta nikuwe naangalia kila kitu cha baba. Ni wale ninyi tous vos besoins mkuwe mnaniulizia mimi hapa. Jana nilikuwa kampuni ya papa, lakini nikashangala ushabadilisha bafanya kazi yote. Je suis gérant. Na quoi gérant? Je gère même les travailleurs. Est-ce que vous comprenez ça? Kwa sababu ni nini sasa? Walifanya nini? Amos, nimesema nini? Oui, uko gérant katale, lakini hauna droit ya kubashanje. Bo, wao hawakutumika vizuri gisi nilivyokusudia.
Sawa? Sawa. Na alo, na usijaribu hata kuuliza mengi zaidi sana. Wewe nenda shule, mambo ni shaka. Na Nitawaambia kizi sina mesha, wewe nipatie na za kustukiwa. yani tumbadili kikao. Je suis là, je suis ton père. Baba mdogo. Na meme kusema juu papa amekufa njoo usirepondre ku besoin zake, no? Elle a droit. Doris, nakuaminia kwanza. Sijui kama unasema nini kwa kuhusu hao hivi. Papa mlogo, siseme vile, biko na rezo tu. Okay mzee. Sawa. Ila nashukuru sana kwa kazi ambayo mmefaa. D'accord. Premièrement kueliminer grand frère ilikuwa mlima mkubwa kumie sana na nilikosa kama ndakusaidia kana namna gani. Mshamaliza. Zaidi sana na bibi yake kwanza mlifaa bietu kuna kumueliminer. Niliwatarishia vraiment ile kitu nyenye nilipapatia ile ni kidogo kwanza. Ile ilikuwa kidogo na zaidi ni kado yenye nishapapatia. Na mtakuwa surpris yenye nitawapatia na kila mtu tarizika. Mais à condition avec batu basijue ni kwetu ni ba jirani ke mie njo nili éliminer Gra na belle sœur. Sinon c'est bon quand même. Sinon c'est bon. Ok. Donc niko kwanja nyumbani saa hizi napumzika parce que tout va de soi. Kile nilichokuwa nikikitaka sasa kimetimia. Yeah. Na Okay. Please, nitakupikia. Doris. Present. Umetoka wapi? Mimi natoka kumafika. Umekuwa unafanya nini? Niko natayarisha chakula. Nani alikuwa anasimama? Sio. Mtu amekuwa anasimama. Ni nani? Mimi niko tu kwa Mesia Afrika huko. Amos na Shekina wako wapi? Balitoka asubuhi kwenye badendea wako. Hapa hakuna mtu. Hapana, niko tu kule kumafika na wenzo kwa huko tu. Vizuri sana. Sinaona kuaminia. Wewe tunakuaminia. Kufanya kazi sasa. Sasa kufanya kazi. Yes. Niwaza kuna mtu hapa. Hapa poa. Fresh kabisa. Nimewaita hapa. Nawashukuru kwanza. Kwa kuwa nisikia. Nataka kuonesha comportement iko bizarre. Mais quand même je peux dire mtakuwa tu bien. Ndio. Mpaka tumechoka. Ninawaita hivi. Na nini nakuchokesha? Ninawaita hivi ni kuhusu gestion, duka, gari, pesa zimepunguka. Papa mloko, pardon kwanza. Jua nini ukituitisha kikao unaongelea tu kuhusu mali. Hawezi viongelea vingine? Mali imepunguka. Na kupunguka mgali nasoma. Ndio tunasoma tu, Mungu anasaidia tu kusoma. Alors
parce que j'ai enregistré toute chose mali iko enregistré na nyie muko budgetize na muko tumu. Alors kwa ile yote excusez-moi, najisi tu nishamua munaacha kwanza kusoma. L'année prochaine vous allez prendre les études. Papa useni I'm your only father. Hamtasoma tena. Sababu Touch. Pale unavuka mipaka. hapana. Non. Munakatala munajilipia. Et le choix est clair. Munakatala munajilipia. Comme toi une fille, est-ce que tu peux discuter avec ton père? Una akili kwanza. Papa Mloko, umevuka mpaka tuache masomo sie. Mipaka ya kwanza nilizaliwa mbele yako. Mpaka ya pili niko baba yako. Mpaka ya tatu tu me dois du respect. Mbona papa Mloko depuis papa tuko naye hapa, hata mali ikuwa kidogo mkese aye anatuambia sisi tuache masomo. Iko wapi? Ndio ataka mashaka kufa. Listen first. We, nikupatie namba ukamwite. Fini la récréation. Je vous dis ce qui suit. En tant que père. Mais aye tunatuachia masomo tena tungali nasema tuko mnivo ya chini. Tena tunatuachia masomo aye. Unasikia français? Je planifie alors. Papa Mloko, vingine vyote tutakusikiliza. Nasema vous allez étudier à l'année prochaine. Yes, yaistika. Bon, kama hamuitike basi kila mtu ajishughulikie. Kesha kesa n'occupe. Les études vous appartiennent. J'ai fini moi. Dunia tuko ndani, hii ni dunia yenye tuko ndani. Masomo dada, huko kuna mangalia. Mbona haufurahi au ushasahau geste yetu? Kwanza acha vile. Niache vile. Uko nawaza nini? Mbona kaka, nikuulize. Mbona si papa alikuwa anaangalia na baka niambia sasa nikate nyele juu mbangi hamna makuta. Kwa ngombe utakata nywele basi? Papa Mloko. Ndio vile amekwambia. Asinda kata nyele juu mbangi hamna tena makuta za kunisukisha. Unajua kuko watu wikufuatana nao akili yako itakufa bure. Na telefoni yangu na shakamata sasa sitakuwa natumisha telefoni. Mbona Papa Mloko unaona nataka exagere, Kama mimi hata kusema responsibility, hata kusema order. Hii ni maordre hapana kabisa. Dadangu, wewe usikuwa na huzuni. Wewe nisikie bien. Mimi ndaongea naye. Ndachoka kuongea. Mwanaume ni simba, mwanaume ni maneno. Niko mwanaume na huko dadangu wa damu siwezi kuachilia. Wewe kusukiwa utakuwa unasukiwa, telefoni yako ndirudisha na kama ni aize kutuzia mangusi. Hapana, hata siku moja. Sawa dadangu, ninatia kofia. Usiogope, lakini acha ile huzuni. Unajua soko huzuni, papa na mama wako nalala sawa pale kwenye wako. Ushakule Sawa. Pale ni sawa. Donc Daloris. Tena kufa nini? Mawazo nini nyie bote? Kaka mimi niko nakwambia kila siku Papa Mloko atatuharibisha au sijui kama tena amefaa kule Dadoris nini. Sasa huzuni ya nini? Si utuambie. Nimekumbuka papa. Dadangu, sio wote tunamkumbukaka. Njoo vile niko pale wa dadangu, nyie mpige mokonde. Dada, acha huzuni. Soko huzuni papa, roho ya papa na mama haiko bie. Na sisi tutawafuataka tu siku moja. Njoo niko pale, muache huzuni, tuishi tu vile, tupendane tu gisi upendo yenye walituacha ndani, njoo tushikaze nayo, si vile?
Wajinga nyie. Viwerewere. Nilisema mwaka moja mukae bila kusoma. Mukatupilia mbali. Asa unatufukuza jua nini? Nataka unadura kubakia mno. Hapa kwa nani? Kwa babetu. Babenu wa wapi? Babenu nani? Ama tupatia tanguo moja. Basi mtenda wapi? Sasa ni kwetu. Musijikoroge. Mwendelea kufuatilia mali ambazo nina control. Sasa pour votre information, votre père alikuwa maskini, hana hata lolote. Na matusi kwa babangu. Sasa alikuwa maskini kivipi na japokuwa hii ni mali yake? Ya wapi? Hivi mnavyoviona mali ya familia, wajinga. Mali ya familia. Si umekimbilia mali, lakini unajua umeogopa amani. Sikimbilie mali. Mali ni yangu na familia. Uko mtoto yangu. Tunashukuru. Asante. Tunaenda. Asante. Ipo siku. Maisha. Hey! Siku gani? Jinga wewe. Ukinichukia wewe naumia moyo wangu, ni bora tuyamalize tupatane ndugu yangu, ugomvi kwetu ni fungu, Mola ametuumbia, bora turudi kwa Mungu, ndiyo hali ya dunia, jua peponi ya Mungu, iwazika ifungua, mimi nawe tupatane, Muumba ataridhia, jua peponi ya Mungu, iwazika ifungua, mimi nawe tupatane, Muumba ataridhia. Dad, osiri vile njoba na vula kakwe. Hauko nunu msacha hapa matashe. Bali naona pela ni fule ya. Inoma mtu anakuwa na vula tashi partashe. Mtu anakuwa niko nazifunza. Kila mtu kwa kisa na nje anakuwa kufundisha kuvula. Kila mtu kwa kisa na vula. Kaona sana kuvula hivi tena habitachafuka. Ukiona nasema vile na hata wazaki kwa kuvula. Hauko na juu itanisaidia kuangarisha. Msaada mbe wa jua isaidia yake kuvula Inasaidia. Mtu njana njaa ngarisha lunguo njo najua nayo nenda saidia kidogo kidogo. Sawa nimekusikia. Mimi sikukuwa na juu. Bwana nikwambie dada kwe. Unajua mkasa hapa yulu. Mkasa wapi? Wa hapa yulu mumoya. Ule James hapa yulu. Bila James Amos da. Nilishangala hata nilishiwa. Kushangala kwa nini? Asafanana ovyo zania sheki. Nayo na uiwa ile hako na kisi babake asha kufanya maana na kwa hata kama na papa lake yake haizi muvaa kwa andretie kwe. Nayo nini sama iko kama vitu hapo balishiko pao kupapale kiasi. Kama ndapata ningie pale tu uwe nasubiri.
Doris, nilikupenda pasipo wewe kujua, na sasa kwa akili yako mbaya unaamua kunikataa, si ndio? Wewe na ndugu zako viwerewere tupu munaondoka kwa muda kama na huu. Wewe out, nenda. Papa mloko, mimi sikatali mwako, lakini ujue yote yenye mtu anafaka hapa kudunia inalipiwaka tu hapa hapa. Sasa ulinikataa, ni malipo haya. Ujinga. Tuvade swa. Kile nilichokuwa nikikitaka sasa kimetimia. Ya. Na Okay. Please, nitakupikia. Mimi sikatali mwako, lakini ujue yote yenye mtu anafaka hapa kudunia inalipiwaka tu hapa hapa. Excusez grand. Oui. Pardon, mimi nataka kuuliza kama uone msika mmoja anavala robe moja hivi ya mfupi kidogo, yuko na nywele zinyazisukiwe, mwekunda kidogo hivi, yuko na kabrasele kama hivi mkono, kama mkutani mwinji Mufi. Siakutana mufi. Watoto pika ndio washukia huku chini, siaona mufi. Sawa, merci grand. Sawa. Okay. Kasi ata butu eingi makasi tongo ekosuka kasi etano nasali responsable yo mzee wangu bosi habari za siku salama yani nafurahi kwanza kukuona. Unafurahi sana asante. Wewe ni wa maana. Unakubali sasa? Ni wa maana. Asante na shukrani. Ulimwangamiza baba, ukamwangamiza mama, yani watoto hawana la kufanya. Hawana hata moja ya kusema. Unaona mzee wangu, nimebaki mkubwa. Ndio kazi yangu. Maana kazi sawa ile tu. Namaliza kabisa. Unastahili. Ndio. Yani jioni le soir ujichunge kwa mingi. Lakini kuna yawezekana huyu fie Doris. Huyu fie mfupi mkunda mfanya kazi ndani. Mfanya kazi. Yawezekana amejua siri. Amejua siri. Na kujua siri sasa watoto wengine akiwaletea habari problem na gisi mulifanya kazi kubwa kwa mama yake na baba yake, hamutashindwa kula mtoto kidogo. Hamshinda. Sasa zawadi ni mara pili ile ya kwanza. Sile kazi ndogo baba. Okay. Mimi nashukuru. Mimi naona sasa. Yani inamaanisha kusema mtoto ile namba. Malizi. Mambo ikuwe maneno ikuwe bien. Usikuwe hata ya kusikiria. Ndio kazi yangu. Sasa kumbuka. Fanya haraka sana. Isikuwe kwa masiku, iwe kwa dakika ama kwa siku. Sasa patron.
Jambo. Pardon kaka, ngotafuta msaada. Msaada? Ndio. Umeona hapa sisi tunapokea watu wa msaada? Hapana, mimi natafuta hata kazi, kama kunaweza kuwa kazi fulani unisaidie. Njoo unatafuta kazi kweli? Hata kukoropa, kusukula, naifanya. Kazi. Na buchafu wako hii yote gisi unajiona pale. Wewe njoo wa kuomba tu msaada. Na gisi mangu wangu iko hapa, wewe njoo kamata mangu wangu nikuachie ufuli. Kazi. Bana kaka, basi kama hakuna hata kazi unisaidie na chakula, nafasi siku 3 na siku laki. Achia hapa. Kazi. Chakula. Umeona hapa wanaandika cafe restaurant? Hapana kaka. Pardon sana kaka, unisaidie tawasi. Nafa 3 jours na siaka kula. Unataka chakula? Magoti chini. Nikala. Piga magoti chini. Subiri chakula. Naomba msaada au hutaki msaada? Napenda msaada. Subiri. Ino malipo ambayo ulikuwa ukitafuta bwana. Nakwambia toka. Msaada chakula. Kama unataka chakula na unywe maji. Enda zako. Yo petu au gagné nga. Ayo zamke yo gagné nga. Nyango wala mwana kwa beti mugolo atikira kutumba. Ai sindango, oye diango na moni. Masa bo bosser bien hein. Il faut bosser na ba paquet penza bien. Bo comprendre. Oh, bives. Penza boss. La linga kina tumu nani. Bo penza miso bokenda kilobi. Na moni simba kite. Batindi bino mission penza nga na yebi ndenge wana mbongwe kobima bien. Siko bino bozo yelanga ba makambo mususu omoni ezana no ndenge ni. Boss. Musala mutindaki biso. Tokomaki. Tosalaki makambo nyonso. Mais mama wana olo baki tokinuka ngai. Tokutaki na kati mais tomoni mbongo te. Bivesi na moni penza mgolo bozo sala musala ndeti bato boye pe musala te. Mama yo mobali boy, ozana makasi. Ngana ndimeli yo nana. Mama alonga yo na moral. Siko yo lingi ngana sala ni. Na moni bolingi bo lembisa nga motu. Boss. Limbisa biso tokuzungela suma kamoto salite. Ezaka ka ere mais tokuzungela ngo site. Okontuna pemba kamade yanga iko vile. Jo vile. Nye mina batuma kazi. Mina batuma kazi mwende mfai kazi. Mukuye na salaire ya bien. Mais toletumika kizulu tuoriente. Na muna gani? Bake munazani mie fasi ni batuma nilikuwa sijue kama kuko pesa pa. Na mwende bolingo bo saka na ngami. Limbisa boss. Tokuzungela suilo ko to salite. Bolingo saka na ngami.
kanga masona. Kepuna. Na malembe kaka, na malembe botu naye. Pesa. Gana. Nego. Biro botala ma position. Noje singa. Te, otie singa na. Akuzala naye na watu. Mama. Wewe unafika hapa na nani? Hakuna mtu bosi. Mtu te kuna? Mama unafika hapa na mwana? Nilikuwa napita kule kubalabala. Njoo. Wagarso wakitaka nibaka. Manake unaona hapa ndio fasi ya kuja unakuja jificha hapa. Usiwe kama pambazo. Tubare. Tika na kubareti. Sasa tunatafa hivi kwa kusaidia. Unaona hivi simama. Unaona hivi. Pita hapo wewe. Kakangu. Yes. Karibu kwanza tena kunyumba. Basi. Masiku vraiment zimekuwa za mingi. Mara moja hii semene na haiko kusula. Basi unaona vitu ya masomo. Unaona kati yenye masomo yanatufungaka. Unashinda na kutoka na kwenye huko. Masomo ni pole parce que tunasasa sasa 5 jours kwa siku kidogo hapa sasa hivi mnamaliza. Basi tutavumilia ni kidogo. Sasa kule kunatoka. Kunatokea. Kunatokea kukubia kidogo. Tena bia kidogo? Ndio. Kuko kitu kinaniogopesha na kuniletea huruma sana. Kuko frere mwa hivi, iko voisin yetu. Anateseka sana. Hii siku yenye ilipita. Kwabo kulikuwa balikuwa ni batajiri sana. Balikuwa wanaishi maisha ya mzuri sana. Nami na kila mtu wote wa mkati alikuwa na preferia ishi maisha ya pale. Bazazi yabo balitoweka. Na kukufa batoto balienda ovyo. Na leo kisi niko nakuambia familia yake ndio iko mpasel. Batoto banakimbizia mpasel. Yaani mtoto anakuwa mfamii wakati baba anakufa na mama banatosha mtoto sasa familia inishi mpasel. Ndio. Batoto banakimbizia mpasel. Ndio sasa mtoto mwenye alikuwa anajiweza. Garso mwenye alikuwa na besoin ya kitu kutoka kwa mtu mwingine. Leo hii kunaomba kila mtu wote mwenye anakuta mjia. Huku na huku kutafuta msaada. Achi hapo. Parce que par récemment semaine ilipita. Kuko pa garso mmoja vraiment alifika hapa kwa nyumba, akanikutanisha, ananiomba msaada wa mavazi, ananiomba msaada wa chakula, ananiomba msaada pa kulala, nikamwangia mai. Parce que niliona sura yake gisi iko hastahili hata kwa mtu wa kuomba msaada. Sura haionyeshi kukatala kusaidia mtu ama kusaidia mtu. Basi nikikana leo naangusha machozi ndio utanisaidia. Mesaidia mtu juu tu kuna roho kumsaidia. Leo yeye ndio anateseka. Kesho inapasha kuwa mimi. Maisha yanabadilika kaka. Kisi tu tuko nalala na kulamuka. Basi naye hakuwa kana ziwazia kwa maisha ya saa ile. Kisi yule mtuletea kumtuletea mzuri. Angalia, leo anateseka, kesho napasha kwa wewe. Leo anapasha kuwa na maisha mzuri. Wewe unakuwa kumuomba msaada. Mwendelea kufuatilia mali ampasu nina contrôle. Pour votre information, votre père alikuwa maskini, hana hata lolote.
Wewe kaka. Kuya. Uwa kimbia unaogopa nani? Hakuna au unaogopa mtu unataka kimbia kule kisha unafuata nini? Umeiba nini? Niliiba telefoni njoo wako wananikimbiza. Au kwa tamu zile telefoni kwa wapi? Ilianguka. Nikujia polisi? Hapana dadangu, ni maisha njoo natuma tu lakini siko mwizi. Siko mwizi dadangu. Aisee maisha. Tuingie kuniambia kama unapaswa niambia maisha gani njoo unafaa uibe mavitu za watu. Mimi nataka uniambie kifo yenye ilipitika Mparsele. Unapenda maisha yako ama unapenda kufa? Unapenda maisha yako ama unapenda kufa? Vives. Eza boss. Waza na secret gani? Na moi jaza sécurité pour depuis bonne ubeta ya alobete lo moko te waneza motema kaka monene meza na makambo bele akwebisa biso totikile na nungunga unasikia tunatoka tukirudi hapa uko umechunguza vizuri sana usipofaa kata Hodi. Karibu dada. Msaidie na maku. Maku na? Kai kala kwanza mimi niende kuletea sasa. Kama wala sikia na njaa lakini unaona ukia tunakupatia chakula. Dada. Mimi na agiza usibe niongezee wengine. Hapana dada. Njani nimeshinda. Nete ndalomba tu kitu kimoja msaidie na maji. Chuma nilete dada.
Wende bia dada. Bare na ntonga kana. Siku hizi ni shusha, hizi siku mimi nitakuwa na kashusha. Leo utelisema vile. Nini? Ona wakisi kasa fanana nero katuka vile katezi ni shusha kwe. Wewe nakwambia ujifunzie kuyeye, ujifunzie kuyeye. Aone kisi babake na mamake washakufa ndio mwana na. Ndio kusema. Nae ujiulize kama ingekuwa pale wewe ungejikamata. Leo hizi siku ni turu wangu na mimi nitakuwa na kashusha. Mtu aseme vile nakwambia. Wanafariki, papa na mama wote washakufa. Haiko njoke uende ujife shege kule wanje kama telefoni za watu. Jibata kunasa wanakufa mbaya na maisha kwa nini ishakupozo. Ndio. Kama wazazi wanakufa, refleshir sasa kwa avenir yako. Tafuta kisi utumike juu uweze kutengeneza maisha yako. Haiko kejuba amekufa na wewe njoo kwa shege, hapana. Msikoki na tafuta ma raison wa façon za sazili. Kama wazazi walifariki uko mtoto mwanaume. Tumika, angalia gisi ya kucreate vile maisha yako. Sawa? Ndio. Merci sana babangu. Okay, sawa. Ni tarishe mai. Sokula mwili yako. Ujishanje. Utaongea mengine nyuma. Mungu akubariki sana mpendwa. Mungu atakubariki. Merci sana. Merci. Ok, ça. Des Cassandres avec leurs appels qui ne sont pas rendus des appels à changer le modèle économique. Alors, peu à peu, évidemment. Jambo kaka. Si jambo. Mimi ndio Doris. Mimi nashukuru kukujua. Naishi Mwaveni Beni. Na mimi banitaka Obedi Nigavich kunyumba njoo hapa. Nilitaulizia kama uje garso mweusi mfupi kidogo iko na himandevu. Jina ke njo Amos. Ile jina siasikiaka mwi quartier yote siasikiaka mtu mwenye anaitwa Amos. Auje na fie mwa hivi mwekunda. Na itu ni wa mwaene, haiko mfupi, haiko mrefu. Ni mwekunda njo anaitwa Shekina. Wote si wajua. Kaka, merci kwanza. Nelson. Mawazo iko. Sasa unadekija. Sasa na hii kazi. Sasa atawafukuza. Kesho hapo. Ndio tunamtafuta kwanza. Mtafute pia tuna masika. Sasa ulipenda nifanye nini? Uko tende nasemaka tu. Donc hauna akili, hauna akili. Hauna shiriki unamfukula acha naenda. Singempeleka mwavu. Mbona malizana kule? Haiko kila mwanamke mwenye wewe unapasha saidia unampeleka mshato. Unasikia? Bila ngoja nikwambie. Ona kisile Messi amona na sheria maisha yake yote. Unaweza pia vile na wewe. Ile ndio ilikuwa occasion. Wewe tamasha pitia. Utakutana na mshire mwanamke unampeleka mshato.
Nashangala kukuona. Umejua hapa namna gani? Nimejua hapa kutafuta tu. Kutafuta. Na kule kunyumba mko wapi? Kule kunyumba nishatoka hapo zamani. Ushakatoka? Ndio nishatoka, siishi tena pale. Na mimi papa mloko alinikimbizaga tu. Pole sana. Pole. Unajua na mie basi kuhangaika nishakakosa Dashikina. Ushakosa Dashikina? Tulikosakanaka naye. Unajua ile kuhangaika akakosekana mpaka leo usiaka mpata. Pole pole kwanza. Basi na hapa niko Msamaria mwema vitu alinilogota. Naishi hapa kwake. Kweli. Na mimi naishi tu maisha ya kujidebrouiller tu, na jana nilifika hapa nikakuta hamuki. Jana tukukuwaka hapa. Pole kwanza dada. Pole kwanza kwa yote. Nimefurahi sana kukuona. Lakini wakati nilikuwa naishi pale na papa mloko. Mama, upime kwanza kuona. Uko nini? Si papa mloko. Ngoja. Karibu. Ndio. Karibu sana. Ndio dada. Ndio. Amose sio mgeni. Yeye dada hapa njumu alikuwa anatumika kwetu. Ndio dada mlikuwa naye kunyumba. Ndio. Dada karibu sana. Ndio dada. Karibu sana. Sasa iko na yeye imetuletea. Akosi na wewe ungeangalia kwanza ushuhudie wewe mwenyewe. Maana huyu ni mdogo wake hapa pale. Njoo ule. Sijui kama anaweza fanya vya vile kabisa. Dada, merci sana vraiment kwanza kwa Amos. Merci sana. Hii video uliibana siku gani? Kumeisha masiku, sikumbuki hapa. Ndio. Mais vraiment merci sana. Uko na ile roho ya mzuri ya kutafuta Amos. Merci vraiment. À part volonté yako, hawangejua kama volonté. Jumesikia tena anasema hawaze kama babake mdogo anapaswa kufanya hivi. Sinon que tufae tutafute solution. Mimi nawaza tuipeleke mbio kwa polisi. Juu ni video haikubaniwa jana ama leo. Ni video kumepita masiku. Na hapa watu wanakuwa na mahakili za mbaya sana. Anaposha kuwa na hakili auze na nijum na yo damu ya mtu inakuwa kilo sana. Tuende kula polisi mbio watu oriente kama tufanye nini. Wewe ni nani? Papa mloko nake unisaidie. Nikusaidie kunini? Vous pensez que vous avez si une ONG? Pourquoi pas une ONG? Hata kama ni kunyama chakula. Kama ulinisikia, je me répète et je vous avais dit que hakuna kufikisha ile mugulu hapo. Si ndio? Si c'est comme ça, les aides inutiles. Rudi nyumbani. Mahali unatoka. I say. Ni nini hapa? Mulilagana wawili. Wajinga. Mulikumbuka reunion ambayo ilikuwa pale? Tulisema je ne veux plus de vos pieds ici et je vous ai foulé de la porte. Et j'ai dit kama musipokesha maisha yenu, kama wewe na baba na mama
Vitu hafanani. Karibu. Mimi ni ofisa wa polisi na uko chini ya ulinzi. Kanja gani? Nawafahamu hao? Watoto wangu, Amos watoto wangu. Au unawajua mzuri eh? Nawajua kabisa. Okay. Watoto wangu kabisa. Karibu. Umehusika na kifo ya wazazi yako, wazazi yao. Okay? Pili, umewatosha kunyumba kinguvu. Yes. Ni watoto wangu. No. Kwa hiyo mambo ingine itakuwa ofisini. Okay, mhogo zoe toke na biro. Telema soke lengi mobulu, ko telema mobulu, telema toke. Amos, nimewakaribisha nyumbani. Sikiliza nikwambie. Nakosa nikwambia tena nini kumaisha yenye umetupitiza mimi na dadangu. Utailipa. Shekina, nimewakaribisha. Unatuwia mzazi juu ya tamaa mali. Kenya ujue ni kama usiku wa giza. Zoe, Hapana, haiko nguvu yetu shie peke, na kupitia na nguvu ya Mungu ndio tunafika hapa kwenye tuko. Ndio kabisa. Hatuna vya mingi vya kusema, tumshukuru tu Mungu juu ndio amepermettre tena tukutanane hivi. Ile ni kweli nimesema ni lazima tumshukuru Mungu. Na ya pili shukrani yangu utawaambia nyewe wawili paske ni juu yenu njuma na tuko hapa sasa hivi. Kweli surtout sana ku roho ya mzuri yenye dada alionyesha. Juu kuko wengi hawakoki na roho ya mzuri sawa hili. Vraiment merci kwa ile role yenye umejue puisque ungeficha tu wewe peke ungekatala kujua ile role hatungefika hapa kwenye tuko. Kuko zingine kweli zenye tungeweza kufikia mais hatungeabutire kwa ma vraie solution. Vraiment grand merci sana kwa kile umefanya. Ni kweli kabisa, Mungu ndiye atamlipaka parce que unajua amepiganisha mpaka tumefika hapa hivi. Na wengine iko pale basi. Mimi raha yangu tu kwanza ni kuona gesi tumerudia tena hivi. Haiko tena sasa zamani parce que tungesema tusete gesi tulikuwa zamani, si kama hatuko hapa. Ni kweli. Na wanasema kasi maisha ni kupanda na kushuka.